Kwa majina naitwa Makame Kitwana Makame, ni mkurugenzi wa mipango, sera na utafiti, lakini pia ni katibu wa kamati ya uongozi ya mradi wa uhimilivu wa mfumo wa chakula. Na kwa kweli tunatarajia kuwa na kikao maalum cha kamati ya uongozi ambacho kitafanyika kesho tarehe 15 Jumatatu. Na kabla ya kufanya kikao hicho, ilionekana ni bora kamati hii ipitie ili ione kwa vitendo kabisa utekelezaji wa shughuli za mradi. Na tumetembelea katika maeneo manne. Tumetembelea katika eneo la Dodeani, Pemba, Ole Dodeani, lakini tumetembelea Kizimbani ambao kunajengwa maabara ya utafiti, na tumetembelea eneo la Mtwango na Kibonde Mzungu ambao kunajengwa miundombinu kwa ajili ya wakulima katika mabonde haya. Kama inavyosemekana kwamba tayari mkandarasi ambaye anajenga katika eneo hili ni Blumark. Katika maeneo yote manne anajenga yeye, lakini anasimamiwa na washauri elekezi wawili, ambaye mmoja ni mhandisi consultant na mwingine ni YNP. Sasa kwa ujumla wake tuliyoyaona, pamoja na changamoto za kuchelewa kidogo kuanza kwa mradi, lakini mambo yanayoridhisha hasa katika eneo la Ole Dodeani, Kibonde Mzungu pamoja na Mtwango, ingawa bado kidogo kuna suasua katika eneo la Kizimbani ambako kunajengwa maabara. Na sababu kubwa ya msingi ni kwamba kuna mabadiliko kidogo ya kiutaalamu ambayo anatakiwa mshauri elekezi atoe maamuzi kwa kushirikiana na client ili mkandarasi aweze kuendelea. Tatizo sio mkandarasi yupo site, lakini kuna jambo ambalo kaliona la kitaalamu na alifikiria kwamba pengine lilikuwa linahitaji kubadilisha kidogo bajeti, na asingeweza kuendelea kama hakupata ruhusa kutoka kwa mshauri elekezi pamoja na client ambaye ni Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo. Lakini kwa ujumla maendeleo ni mazuri, na tunaamini kabisa kwamba kwa mashirikiano ya mshauri elekezi na mkandarasi anaweza akakamilisha ndani ya wakati kwa ujenzi huu wa miundombinu hii ya kilimo. Hatua hii ni muhimu sana kwa sababu kamati hii imekuwa ikikutana kila baada ya robo mwaka, kwa maana miezi mitatu, lakini muda wote imekuwa ikisisitiza swala zima la kuongeza kasi ya utekelezaji wa mradi ili uweze kuanza katika yale malengo yake yanayokusudiwa, hasa kwenye ukarabati wa miundombinu ikiwemo ya ukarabati wa maabara ya utafiti ya kilimo pale Kizimbani, lakini pia kwenye ukarabati wa miundombinu ya kuhifadhia mbegu katika eneo hili la Kibonde Mzungu kwa Unguja na pale Ole Dodeani kwa Pemba, lakini pia katika kujenga kituo cha wakulima ambayo wanaita Farmer Service Centers pale Mtwango hapa Unguja. Kwa hiyo ni hatua muhimu sana ambayo imetuwezesha sasa kuonekana matumizi mazuri ya fedha za mradi zinaanza kutumika kwa kasi kama wafadhili wa mradi huu World Bank wanavyotaka waone kila wanapokuja kwenye ziara za ufuatiliaji. Manake hii ni hatua muhimu, ni ya kwanza kwa kamati hii katika kikao chake cha kwanza ambao wanakutana kesho katika kujadili, lakini wameona kwanza kutokana na kuwepo kwa kuanza kwa ukarabati huu, basi waweze kupitia haya maeneo na waweze kujionea wenyewe ili waone nini wanaenda kukijadili. Kwa hiyo kwa upande wa mradi, hii ni hatua muhimu sana ambayo imetoa dira sasa ya kwenda kutumia fedha kama inavyotakiwa, kwa sababu fedha za mradi kwa kiasi kikubwa ziko katika eneo hili la ukarabati wa miundombinu hii, lakini kwa muda mrefu tumekuwa tukienda na wakandarasi lakini pia na washauri elekezi katika kufikia mwafaka kwa yale ambayo tunayataka. Sasa umefikia wakati wa utekelezaji halisi katika ukarabati wa miundombinu hii. Naitwa Mhandisi Valence Jeremia Ngashweki, natokea kampuni ya Mhandisi Consultants. Nafurahi sana leo kwa ajili ya hii kamati ambayo imefika hapa kwa ajili ya ukaguzi, kwa sababu jicho moja si sawa na macho matano au sita. Tumefurahi sana kwamba lile ambalo tunaweza tusilione sisi kama washauri elekezi, ikija kamati hii inatuongezea uwezo wa ziada, yale maelekezo ambayo inayatoa au yale maelekezo ambayo inashauri tunayapokea na tuongezea ufanisi ili kuweza kufika mahali ambapo tunatarajia tufike. Na wasipofika unabakia na ile sintofahamu
kwamba hata ni kweli tuna specification zetu za majenzi, lakini unaweza ukawa unazifuata, lakini je, yule ambaye unamtengenezea kitu hiki anaelewa, analizika? Kwa sababu lengo letu ni kufuata kanuni za majenzi, lakini vile vile na mteja wetu ambaye ni client anakuwa satisfied. Kwa hiyo tunajisikia kwa uzuri na tungetamani waendelee kuja kwa ukaribu zaidi.